Wizara ya Elimu imesisitiza haja ya vyuo vikuu nchini kuwatayarisha wanafunzi sio tu wanaotafuta nafasi za ajira bali pia kuweka mikakati ya kukuza wavumbuzi pamoja na wajasiriamali. Akizungumza wakati wa sherehe ya mahafali ya 46 katika Chuo Kikuu cha Kilimo na Teknolojia cha Jomo Kenyatta, katibu katika idara ya vyuo vya mafunzo ya kiufundi Daktari Esther Muoria alisema matokeo ya kimasomo ya mahafala ni lazima yaoneshe suluhu kwa changamoto za hali halisi ya maisha, nafasi za ajira pamoja na kuimarisha maisha ya wananchi. Kwa maelfu ya mahafala, leo Ijumaa ilikuwa ni siku ya kusherehekea miaka yenye bidii, juhudi na ustahimilivu. Zaidi ya mahafala 5,000 walipokea shahada za uzamifu, shahada za uzamili, shahada, diploma pamoja na vyeti wakati wa sherehe ya 46 ya mahafali katika Chuo Kikuu cha Sayansi na Teknolojia cha Jomo Kenyatta iliyoongozwa na katibu wa vyuo vya mafunzo ya kiufundi nchini Dr. Esther Muoria. That is the way we are going to move away from creating people who are looking for jobs to creating people who are creating enterprises that are going to employ others. Katika hotuba yake, Muoria alivipa changamoto vyuo vikuu kuupa kipaumbele utafiti mbali na kuangazia matokeo ya wanafunzi pamoja na kubadili ufumbuzi, kuzalisha bidhaa, huduma pamoja na biashara. We can do the research here, get the product here, which is an innovation, be able to scale it to an enterprise so that they pick it up, start the enterprise, and that is how this country is going to industrialize. Wakati huo huo, chansela wa Chuo Kikuu cha Sayansi na Teknolojia cha Jomo Kenyatta Profesa Joseph Ndung'u alisema hali ya ukuaji wa utafiti na uvumbuzi katika vyuo vikuu tayari inaonyesha kinachoweza kutokea wakati maarifa ya masomo yanapounganishwa na changamoto halisi za maisha. We need to ensure that any research we are doing goes to publications but also has an impact to our communities and society. It is critical that it finds its way into farms, enterprises, public institutions and households where it would most likely improve livelihoods and widen opportunities. Joseph Wahungu, Darubini Wikendi.